lini mpaka tunazungumza leo tarehe 20 si ndio? Maana yake ni space tunazungumza ya mwezi mmoja. Ndani ya mwezi huu mmoja uliukimbia uwanja. Ndio maana sasa eneo sio kwamba ilikuwa kutengeneza mabomba ya sehemu za maliwato chooni au wapi au rufu, ilikuwa ni pichi. Unanyamisha vipi ndani ya huo mwezi pichi yako wewe imesimama imenyoka? Kitu ambacho cha kutesti kwa mechi. Ingekuwa taa zinawashwa saa moja pale unaangalia. Ingekuwa vyoo, miundombinu ya vyoo inatestiwa kwa njia nyingine. Lakini hii sehemu ya kuchezea inahusu yani ceremony imeshafanyika ya kwanza ya kila kitu inahusu dakika 90 sasa kwa ajili ya kukamilisha msimu mzima. Yani hili ni jambo la kukamilisha msimu mzima wa CAF Confederation. Je, tuko tayari? Kwangu mimi kama taifa ni uzembe wa pamoja. Yani sinachelea kutupa lawama kwa yeyote, lakini ni alarm kwa taifa kwamba tumefanya uzembe na huwa ni kawaida yetu. Elbow, kama lawama zinatupwa kwenye hili jambo, inawezekana sio sehemu ya kuchukuliana hatua au nini, lakini ni sehemu ya kujifunza. Lakini lazima tupeane lawama. Kuna mtu lazima abebe hili jambo. Cha kwanza, wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa? Watabeba lawama za kwanza. Tumemsikia juzi katibu mkuu. Inawahusu kwa asilimia ngapi? Unajua nataka nione wamiliki wao si ni wafanya biashara, utakodisha, utatumia uwanja wetu. Kwa sababu inawahusu kwa kiasi. Kikawaida Simba hana uwanja. Simba anaingia mkataba na mmiliki wa uwanja. Si ndio? Kwamba bwana mimi nitatumia uwanja wako kwenye mashindano haya na haya na haya. Maana yake huyu mtu anakuwa aware. Si ndio? Maana yake wewe utamwambia siku hii nitatumia. Na ndio maana kuna muda kama mpangaji tu. Kama mpangaji. Yumbe kikushinda kama mimi inaniumiza nini? Kwa hiyo jambo ambalo linakuja kwamba kwenye level ya mashindano ya kimataifa, si ndio? Upande wa Simba walionekana wakishirikiana kwa ukaribu, hata Yanga pia na mmiliki wa uwanja kwenye matumizi ya uwanja. Na kwa sababu Elbo tunazungumza hivyo, nakumbuka wakati inakuja issue ya mashindano ya CHAN, kutajwa kwamba CHAN haifanyiki, issue ya miundombinu, Tanzania sisi tulijitoa kama nakumbukumbu nzuri. Tulisema sisi sio tatizo. Tatizo lipo Kenya. Lipo Kenya. Wao hawajafanya nini? Lakini muda ulivyoenda tukagundua kwamba hata sisi kuna eneo wiki mbili baadaye nakumbuka ilitoka recommendation. Hatukuwa tayari. Baada ya wakaguzi hata Tanzania ikatokea recommendation. Hatukuwa tayari. Na uwanja tukisema tukumbushane, wakati tunatangaziwa kwamba uwanja unaenda kufanyia maboresho, mwaka jana mwezi Julai ndo uwanja utakiwa uwe tayari. Agosti. Ilikuwa Agosti. Kwa hiyo ukitazama kwenye mazingira kwamba ule muda uwanja ambao utakiwa uwe tayari umepita. Na sasa hivi tunavyozungumza tupo kwenye eneo sijila mwaka na nusu tunaenda, uwanja bado hujakaa sawa. Ndio maana mmiliki wa uwanja tunasema mmiliki wa uwanja kwenye hili eneo ambaye ni serikali, kwanza tu kwenye ule muda ambao aliweka yeye mwenyewe ulishapita. Hoja yangu ilikuwa wapi? Ameumia? Kama angekuwa ameumia tungeona hatua. Kwa nini? Ujue nauliza hivyo. Kama ameumia na imemgusa. Kwa nini? Unajua kama maumivu hapo? Ni dosari. Kwa nini hatua? Kwa sababu tunaenda kwenye CHAN. Na huu uwanja utahosti CHAN. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Hoja yangu isingekuwa City kama zingekuwa 30 ndio ziko tayari. Viwanja vyote vikiwa vinarekebishwa, hata Santiago walikuwa wanafunika eneo ambalo bado wanacheza na viti 50, maisha yanaendelea. Na Simba na Almasi zikacheza maeneo hayana viti. Benjamin Mkapa shida yake ni eneo la kuchezea. Eneo la kuchezea kutokamilika kwenye uwanja wa mpira wa miguu ni uzembe mkubwa mno, which is hatua zingekuwa zimechukuliwa kwa mhusika. Unaelewa? Meneja kabadilishwa, mkandarasi alibadilishwa, meneja kabadilishwa, lakini mpaka jana ni kama ameangusha taifa, amesaliti taifa. Yani adhabu yake ingetoka hadharani ikasemwa kama tungekuwa tumeumia kama taifa. Ndio maana nika conclude kwamba ni uzembe wetu, yani tuna ukawaida wa uzembe kwenye mambo ya msingi, na huwa tunajiponyesha vidonda vyetu kwa kuamini haikuwa. Kwa sababu Elbo, kwa nini tunazungumza hivyo? Kabla amchukue tutapata mapumziko tutarudi. Yani sisi kwenye issue ya uwanja wa Benjamin Mkapa, eneo dogo la kujifunza ilikuwa ni visiwani Zanzibar tu. Hapo uwanja wa Amani. Amani wametoa pichi ile artificial, ile ya bandia, wameweka nyasi asili. Wale pale leo CAF wamesema pale ndo pana uhakika. Na Amani
walikuja baada ya sisi. Yani sisi kwenye marekebisho ya pichi tulianza kabla ya Amani. Amani wametanguliwa. Mashindano ya muungano kikawaida yako based Zanzibar ya muungano. Lakini kwa kuheshimu mapinduzi wakasema mapinduzi kapelekwa Pemba. Uwanja kwa hivi sasa una matumizi makubwa. Katumieni uwanja mwingine. Tukaenda Pemba. Wako serious. Ila ingekuwa sisi tunavyopenda kusherehesha vitu. Ninakwambia kwa sababu sisi tunafahamu kila siku litajirudia, trust me. Ni mazoea yetu na tunavyopenda kusherehesha mambo. Hata michuano midogo ya mbuzi ingekuwa tu kwa namna moja inataka kupambwa, inapigwa kwa Mkapa. Hatuzingatia hata kalenda. Yani uzembe upo kwenye kutozingatia kalenda ya kimataifa kwamba kuna nini kinakuja. Kupredict kwamba haya mahitaji yatataka miezi mitatu. Uwanja ni ufunge miezi mitatu ili nitimize matako haya. Hatuzingatii. Amani kitendo cha kuitoa muungano pale. Kwamba ikachezwe kwingine. Walikuwa wanaheshimu kwamba huu uwanja kwa hivi sasa unakabiliwa hizo Simba utumie kwa hatua alizopo. Alafu kuna chani inakuja uko chini ya kafu. Yani Amani inavyochukuliwa kwa hivi sasa iko chini ya hata ukimsikiliza yule kamishna wa michezo anavyozungumza ni kafu wanaomiliki uwanja kwamba huu upunguziwe matumizi kwa ajili ya kosa. Katika hicho ambacho mlikuwa mnaongea majibu yake yote ukienda kwenye tovuti ya kafu na yapata. CAF wametoa statement ili tunasema ku clear the air. Wajua kumekuwa kuna tetesi nyingi kwamba CAF wanatumika labda na for the lecture. CAF wamepost kwa nini mechi haijafanywa Benjamin Mkapa. Na sababu walizoziweka pale, moja sababu sana ule uwanja umekaguliwa na kamati huru ambayo kamati hiyo haitoki ndani ya kamati za shirikisho za soka barani Afrika. Na kwa mujibu wa kamati walishirikiana na pande tatu. Walishirikiana na serikali, walishirikiana na TFF, walishirikiana na timu mwenyeji ambaye ni Simba. Na majibu ya report yao ilikuwa ni straight, uwanja haupo tayari kwa ajili ya mchezo wa finali. Kwa hiyo ndio ilikuwa majibu ya CAF. Tupo tayari kwa ajili ya CHAN. Yes. Na hata kuna ukaguzi umefanyika juzi, by the way watu walikuwa wanahisi ni ukaguzi ambao unalenga hii mechi ya finali ambayo aliposti magoli. Yes, lakini ule ukaguzi kiwalisia ulikuwa ni ukaguzi kwa ajili ya CHAN. Kwamba wale wakaguzi wakuja kuangalia maendeleo ya maboresho ya Benjamin Mkapa kwa ajili ya michuano ya CHAN. Kwa hiyo kiukweli hatakuwa tayari kwa huu mchezo kupigwa Benjamin Mkapa kwa mujibu wa ripoti za CAF. Bana, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea kuja kuendelea kutazama zaidi na mazingira mengine namna ambavyo yalivyokaa, lakini kuna eneo la funzo ambao tunalipata kutokana na mchezo huu kutochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaporejea hapa tuje kutazama sumu ambayo wamelishwa mashabiki kuaminisha kwamba kinachofanyika hiki hivi sasa ni figisu na wamejiandaje na mchezo kwenda visiwani Zanzibar, mazingira wanayaonaje. Mimi ni Ibrahim Kasuga, yupo Elbogasti, yupo Samuel Rashid Wakanda pamoja na Niva Mbaga mchungaji wa Stara Msesi, naye pia umemsikia. Sisi tupo na mtandao super wa Vodacom. Kipenga Extra. 97.7 East Africa Radio Tanga. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Zamani nilikuwa napoteza muda mwingi sana kuingiza vocha ya muda wa maongezi kwenye simu yangu na kujiunga na kifurushi. Na hapo usinikumbushe uchungu wa kukwangua vocha vibaya, kupoteza vocha au vocha kuloa. Ila sasa nimegundua ujanja ni kununua bando kwa